Halo. Hello, Madam Clarice. Ndio. Ya, habari ya muda? Salama, habari yako? Salama kabisa. Karibu. Asante. Ya, niliona ni vizuri tukaifanya hii kama sehemu ya content yetu kwa ajili ya kuelimisha pia, lakini na kuonyesha baadhi ya wadada ambao wanaonyesha kidogo kutokuwa waaminifu kwenye makubaliano tunayokuwa tunafanya, kwa sababu Okay. hakuna dada ambaye anakuja hapa anapata kazi bila kupitia taratibu zetu zote, kuanzia mkataba na training tunazofanya. Kwa hiyo Ndio. kwa kuwa ulikuwa umeanza kunieleza kidogo kuhusiana na changamoto unazopata, Ndio. ningependa sasa urudie kuniambia Mm. dada ni lini amekuja na mpaka sasa hivi toka amefika kuna changamoto gani? Lakini pia itakuwa vizuri kama huyo dada akiwa hayuko mbali, sijui hivi yupo Amekimbia, ameondoka usiku. ameondoka usiku. Yeah. Aha, haya sawa, twende niambie. Kwa hiyo amekaa siku ngapi? Dada alifika kwenye mkataba, alitoka ofisini kwenu ilikuwa ni tarehe 9 mpaka usiku anasafiri mpaka kufika hapa, nahisi ni tarehe 10 Mwezi wa tatu. mimi ndio nampokea. Mwezi wa tatu. Ni last week tu. Kwa hiyo amekaa wiki moja, si ndio? Wiki moja. Jana katimiza wiki ambayo ni Jumatatu. Juzi I think Jumatatu ndo katimiza wiki. Okay. Mimi nilipata binti dada Asia ambaye alikuwa recommended kuja kwangu. Ni binti ambaye alianza kazi, yaani akifanya kazi ukimwambia kitu anafanya. Changamoto tu ni kwamba hafanyi kwa wakati, au anaweza kukwambia atafanya baadaye. Hizo zote hazina issue. Hiyo siku ambayo alikuja, the whole of that week mpaka Jumapili nilikuwa na mtoto ambaye nilikuwa namuuguza tokea amefika, maana alifika nikamkabidhi nyumba, mimi nilikuwa nimetoka. Lakini kabla ya yeye kuja huku nilikuwa nimepigiwa simu ofisini kwamba alijikata mkono sehemu kidogo tu, nikaambiwa anaweza akapona. Nikamwambia hamna lazima kumtuma siku hiyo ambayo alikuwa ananipigia. Nikamwambia mnaweza hata mkamtuma kesho yake. Ndio hiyo akamtuma Jumatatu. Okay. Kwa hiyo dada amekuja, nimemwachia nyumba hiyo wiki yote. Alikuwa mimi natoka asubuhi na mchana then natoka tena. Kwa hiyo anafanya usafi, atapiga deki, atosha vyombo. The whole day yuko peke yake. Kwenye friji kuna chakula, ukimwambia pasha ule, sababu ni kiporo hali. Sikufikiria kwamba hali kwa sababu ni kiporo, nifikiria maana siku ya kwanza aliniambia nimechelewa kunywa chai ndio maana sijakula, nikaona ni kitu cha kawaida. Hapo pia pengine kwa vile yuko mwenyewe anaona uvivu. Nikamwambia usije ukawa unaacha kula kwa sababu uko peke yako. Maana hapa ndani hapaeleweki. Unaweza ujikuta kila siku uko peke yako. Tukaendelea hivyo hivyo, mimi nikaendelea na ratiba zangu za hospitali na yeye. Jumamosi jioni akasema anaumwa. Tumeshinda vizuri, lakini ilipofika jioni akasema anaumwa. Nikamwambia ina shida. Nikamwambia changamoto nini? Kichwa. Nikachukua Panadol. Kwanza kabla natumia Panadol, akaniambia Panadol si haijui. Nitumia jina paracetamol. Paracetamol mimi sijui. Na wewe paracetamol hujui? Ukiumwa kichwa unatumia dawa gani? Panadol. Nikamwambia Panadol na paracetamol ndio hicho hicho. Nikamchukulia Panadol, nikamchukulia na zile dawa za chenga za mafua. Okay. Nikampa, akaanza dozi. Morning kuamkia Jumapili, aliamka akabandika chai, akapika na uji. Akarudi kulala. Mimi nilipoamka saa 12 nikakuta kuja funguliwa madirisha nini, kuko kimya tu. Kwa sababu najua alilala, alisema alikuwa anaumwa. Nikaendelea, nikamfuata mwanangu, nikamwambia amka tufanye usafi. Tukafanya usafi mpaka saa 2 tukawa tumemaliza, tukajiandaa kwa ajili ya nampeleka mtoto hospitali. Nikiwa naenda kumwandaa mtoto nikamwambia kama bado unajisikia vibaya, jiandae tuende hospitali. Akaniambia hapana, nitaendelea kunywa dawa. Nikamwambia uweze kuendelea kunywa dawa, hujui unaumwa nini, pengine kwa kitu kingine cha ziada, jiandae tuende hospitali. Akakataa kama mara 2. Nikamwambia huwezi kuendelea kukaa hapa ndani, hatujui unaumwa nini. Kilichokuleta hapa ndani ni kazi. Afya yako ndo mtaji wako. Huwezi kuendelea kukaa ndani ukitegemea kupona, afu kilichokuleta hapa ndani huwezi ukakifanya. Twende hospitali. Tulipofika hospitali akaniambia mimi sina hela. Nikatoa hela nikampa. Hospitali ambayo nilimpeleka ni tofauti ambayo mwanangu anatibiwa. Kwa hiyo akaenda akafanya kipimo malaria, akaambiwa UTI ni Jumapili hawafanyi. Nilipokuwa narudi
Nikamchukua nikamwacha maabara akapima, nikamwambia ukimaliza niambie, nikamtumia pikipiki kamrudisha. Akaja akaniambia nimekutwa na UTI, nikamchukulia dawa, akaanza dozi ya UTI. Tulivyorudi tunaandaa chai, nikamuuliza ofisi inakuambiaje ikitokea na changamoto kama hizi za kuumwa, ni jukumu la nani la kukutibia, aidha mimi kwa sababu inaweza siku nyingine inaweza katokea nikawa sina hela, unatakiwa kufanya nini? Akaniambia mimi sijui, kwanza hela yenyewe hiyo nasikia unatakiwa uitume ofisini. Anasema anasikia yaani anasema anasikia kwamba hajui kwamba amesaini mkataba ambao haujui. Na mimi pia nikamuuliza hivyo naambia mkataba wako kukusoma. Mimi nilipika tu pale, waliniambia chukua hizi nguo za hapa ndio unatakiwa kuvaa, nikaenda kavaa nguo, nikabadilisha nguo zangu, nikawa nikamwambia mimi ninachojua mshahara wako wa kwanza natakiwa ni utume kule, wa pili nakupa 50,000 lakini natuma kule, wa tatu nakupa 50,000 lakini natuma kule. Hivyo vitu na maana hujui. Mimi nina majukumu, familia inanitegemea, nina mtoto ananitegemea, na mwanaume nilizaa naye wala hanisaidii. Nikabisa hizo ni issue ambazo ungedili nazo ofisini. Kwa wakati mwingine mnataka kutupa ubaya ambao hatuna. Wewe unakuja tayari una mzigo wako. Wakati wanakwambia hivyo vitu ulikuwa na chance ya kukubali au kukataa. Umekubali mpaka wakakusafirisha wakakufikisha hapa. Alafu tayari ushaanza kuona changamoto kwamba huwezi kufanya kazi wakati unajua kupata hiyo hela kama ulivyokuwa unaitegemea. Wakati mwingine mnatupa ubaya ambao hatuna. Sasa mimi sasa nikatoa hela nikakupa wewe. Kule nitajibu nini? Hiyo conversation ikaisha tu hivyo juu. Lakini madam, kwa nini kutupigia hapo? Kwa sababu yani hiyo ndio unajua njia ya muongo ni fupi sana. Wewe pale ungenyanyua simu useme mbona dada yenu anasema hivi vitu havijui. Nyinyi mmesema huko na wala haina shida. Twende taratibu. Sasa kwa sababu sasa hivi kashaondoka. Unajua nimepata nguvu za kupiga, najua yuko hapo ili tuweke conference tuweke ofisi ishaongea naye, sio kwamba sikutoa taarifa. Ulitoa? Taarifa yangu ipo. Okay. Jumapili hiyo jioni baada ya siku tumekunywa chai, kila mtu akaingia chumbani, tukawa tumelala ule mchana, nikaamka. Tayari alikuwa anajua tunapika nini, mboga zilikuwepo, ni kuunga tu mboga, tukapika mboga. Amemaliza kupika, vyombo kashavingiza ziko kwenye sink. Na binti ambayo iko la 7, anaenda Jumapili mpaka Jumapili shuleni. Na mwingine ambaye yuko la 3. Ambao yeye anahudumia huyu wa 3, na huyu mdogo na mimi nilikuwa sijamkabidhi, bado ninamhudumia mwenyewe. Huyu mtoto akawa anasaidia kufanya homework na dada yake. Huyu ameshamaliza kuosha vyombo viko kwenye sink, kashamaliza kupika vyombo kwenye sink. Akamwambia huyu binti yangu njoo uoshe vyombo. Akamwambia namsaidia Kemi kufanya homework, na mimi nifanye homework yangu, nikimaliza nitaviosha. Yeye kwa jikoni, dada niwaambia wewe naosha vyombo, amekataa. Sikujibu. Yaani sikumwambia, nilimuuliza kwa nini amesema hivyo. Binti yangu iko huko kwenye chumba anafanya homework. Nikamwambia njoo. Kwa nini dada amekwambia uoshe vyombo ukakataa? Akasema sijakataa. Nilimwambia na kumfundisha kumsaidia Kemi homework, na mimi namaliza homework yangu nitaviosha. Nikamwambia sawa, nenda kamalizie. Nilikuwa nakula chakula pia yani nikajisikia tu appetite nikasema yani huu ni mtihani. Kwa sababu hata vyombo umeviosha wewe. Sasa nikamsema at least ungeosha alafu uje uniambie dada, nilimwelekeza wewe anisaidie kuosha hivi vyombo lakini akawa amekataa. Vyombo ni kazi yako kuviacha kwenye sink, sasa nani afanye? Nikatoka nikakaa hapo nje, nikaambia Asia njoo. Hebu tukae hapa kwenye mkataba wetu, mimi na ulipofika ndani kwangu nilikwambia siku nzima niko mimi na wewe tu. Hawa hata wapo. Mchana tuna taratibu ya kupika. Jioni tunapika chakula chetu kwenye friji, mchana tunapasha. Ukishaosha vyombo, kama siku ya kufua umefua, umepiga deki, mchana kuanzia ile saa 4 mpaka saa 10, hakuna kitu kingine unachokifanya. Na tuseme hivi sikombe ile kwamba nyumba ina kazi. Ndio ratiba, hata ukimuulize angekuwepo tu unaweza kumpigia kwa aliko. Muulize pale nyumbani alikuwa anafanya kazi gani? Yuko peke yake, tuna kipindi hicho ambacho anauguza. Akaniambia ofisini sisi tumeambiwa watoto wakubwa wanaweza wakafanya kazi, kwa hiyo sisi tuwaelekeze, tuwafundishe. Nikamwambia Asia, wewe umekuja hapa. Huyu ndio alikuwa anavifanya.
asubuhi wakati wewe umelala, nani wamefanya usafi? Mimi na yeye tumefanya usafi. Umeamka mpaka mtoto yuko tayari, tukakwambia wewe jiandae tuondoke. Kila kitu kiko sawa. Kila sehemu iko sawa. Sasa ukianza kunishtakia kwamba sababu umeombea sasa hivi aoshe vyombo, mbona asubuhi alifanya? Nikamwambia jana yake nilikwambia muogeshe mtoto. Ukwenda kumwogesha ukamwambia yeye amuogeshe. Wewe sikuuliza. Yeye ndo alimuogesha. Sasa hivi vyombo tu ambavyo ungevichukua ukavisuuza wewe ndo umepika. Kwani vingekuondolea nini? Na ukizingatia leo ni mpaka Jumapili yana ametoka shuleni. Nikamwambia darasa la Jumapili kwenye hizo shule zetu utafikiri mtu anasoma chuo. Ni kazi hiyo ambayo haiishi. Yaani nilikuwa nafikiria na yeye sasa hivi atapata space, yaani tumpunguzie haya majukumu aconcentrate na mambo yake ya kusoma. Wala haina muda mrefu, mwezi wa 9 tu kashamaliza. Sisi tumeambiwa ofisini au watoto kuanzia miaka 10 tunawaelekeza wafanye. Nikamwambia la sio shida. Na sio kwamba ndio anaanza kufanya, ni vitu ambavyo anavifanyaga kama tulivyofanya asubuhi. Mimi sijui. Kwanza ungetakiwa unipe off ya Jumamosi na Jumapili. Na wewe ndio umekuja. Hata wiki haijaisha. Nikupe off ya Jumamosi na Jumapili. Nikasema kwani kwa sababu unasemaje? Akaniambia kwani hujasoma? Nikamwambia mimi nishafanya kazi na dada pale. Ninachojua anaenda off mara 2. Na sio kwamba anaenda siku 2 mfululizo. Sasa hiyo off akienda ni nje ya hapa nyumbani. Siku ya tajiandaa hizo anaenda mambo yake saluni, nataka kwenda mimi sitaki hata kujua. Lakini sio kwamba Jumamosi na Jumapili kama ni hivyo utakuwa unafanya kazi kwa siku ngapi? Unafanya kazi siku ngapi hapa Asia? Akaniambia mimi sijui. Ikabidi niitishe simu, nikapitia ule mkataba. Nikamwambia bwana hamna kitu kama hicho. Ndio off naenda siku 2. Lakini sio Jumamosi na Jumapili. Hayo alikuwa ni sisi mimi na wewe tukubaliane. Sasa hii too much. Nikamwambia haina shida. Kwa hiyo ukagundua kuna vitu anasema ambavyo haviko hata kwenye mkataba. Vya uongo. Yaani wewe ni msichana muongo. Ni uongo kabisa. Sema tu kwa vile mtu kishakwambia anaumwa huwezi kumlazimisha. Yaani hiyo ni kitu ambacho huwezi kukipinga. Sawa, ndio maana nachukua jukumu mpaka la kumtibia. Ikaisha hiyo conversation hapo, tukaingia ndani, tukafunga mlango, tukaenda kulala. Jumatatu akasema hii issue naweza ngachukulia kawaida, lakini nikampigia dakika ndio alipokea simu yangu, nikamrudishia hivyo vitu vyote nilivyokuambia. Nikamwambia akasema 1 2 3 hivi. Akaniambia nitaongea naye. Rais aliongea lakini hakunirudia, kwa hiyo sikujua walikubaliana nini. Nikasema pengine kwa sababu wenyewe washaongea washaelewana, that's why kulikuwa hamna jambo la kunirudia. Nikayesikia hivyo. Jana akaamka pia akasema jana Jumatatu alikuwa supposed kufua. Akasema siwezi kufua najisikia vibaya. Sawa. Jana akaamka akatoa nguo kidogo tu, akazifua zingine akazirudisha ndani. Nilipotoka chumbani akaniambia nguo zingine nimezirudisha hapo nitazifua kesho. Nikamwambia sasa Asia, kesho kuna ratiba nyingine. Ukisema kila siku tu kwamba unachofanya leo kesho ufanye kesho ufanye. Unatakiwa leo tuna ratiba kufua, leo tufue. Kesho atufui. Kama vile nilikwambia leo tukifua kesho tutapumzika atufui. Tukio ulivyosema unaumwa hukutaka kufanya chochote. Hizi nguo zitaendelea kujilivikiza. Nimesema kwa nini naondoka? Kwa nini nikwambia naondoka? Nimekwambia nitafua kesho. Nikamwambia haina shida. Na wala haina sababu ya wewe kunifokea. Kwa hiyo akaanza kukufokea. Nagombezwa. Na hivyo sasa hivi nina uhitaji wa msichana, inabidi niwe mdogo, niwe mjinga mimi. Hapana. Nikamwambia hata haina shida. Nikamwambia kila kitu kina utaratibu. Hizi nguo ungezifua tu. Ukishamaliza hapa, hatuna kitu kingine. Chakula kiko kwenye friji. Japokuwa hujakula kiporo. Nilikwambia tu kwanza kabla ya shuku aliacha kufua nguo kaja kumimina chai. Kanikuta mimi napasha viazi. Tunakunywa chai na nini? Nikamwambia tunakunywa chai na viazi ambavyo nilikwambia tokea majuzi tuvipashe, nikaona hujavipatiliza, ndio hivyo mimi navipasha na nywea chai hivi na mkate. Au wewe unataka nini? Nataka mkate. Nikamwambia mkate huu hapo. Nikapasha kiporo changu, nikaenda zangu kula. Yeye akanywa chai yake. Na muda wote ni simu yeye na simu. Muda wote. Yeye ni wa simu. Tukamaliza hapo. Ndio pale akafua vinguo nusu akaviacha. Na mimi nikajua hizo nguo zinashinda kufua sababu yuko busy sana na kuongea. That's why anashindwa concentrate na kitu kimoja. Anaongea na simu muda wote.
muda wote, na hiyo pia niliongea juzi. Baada ya hizo nguvu zirudishe, akaanza kuniambia sinyokwambia nipo, kama vipi wapigie simu nipeleke hata polisi. Nikamwambia sina shida kupeleka polisi, nimekuambia tu kwa sababu hiyo ni kazi, na ndio kazi ambayo inakuweka kuwa hapa. Nikamwambia la Sofia, unanitia wasiwasi, sidhani kama unaumwa. Mtu ambaye anaumwa kwa kweli anaonekana. Vipi siumwi? Kwa hiyo mimi siumwi, unataka nifi hapa ndani aliyojua kwamba ninaumwa? Nikamwambia la, sitaki hata ufie ndani kwangu. Akaniacha hapo, akaingia zake chumbani, akamaliza milango, akaenda zake chumbani. Sikumfuata, sikumuuliza mpaka jioni alipotoka. Yaani mtu ana wiki moja tu ana wiki moja ana ubabe wa namna hiyo kweli? Na huo ubabe mbona hakuonyesha hapa kituoni kwetu? Na mimi nawaambia nyie mnatupa kazi sisi baya, maana mtio pale nyie ndio malaika. Nikamwambia kabisa, mimi kuwa mwanafunzi wa kule, kila kitu mnachofundisha ama pishi bora, sijui customer care nini na vifuatilia. Hakuna vlog ambayo mnaiweka mimi niache kufuatilia. Lakini amekuja hapo ni mtu tofauti kabisa. Kwanza mwenyewe hata yeye mnasema eti nidhamu ya mezani. Kwanza siku ile namwambia Dakila, naambia binti amekaa anamlisha mtoto chakula, mguu wake uko juu ya kiti. Mguu wake uko juu ya kiti. Huyu anajifunza nini? Isitoshe. Siku hiyo nimerudi kutoka hospitali. Pale dining kajilaza miguu juu. Na sio tu kama hiyo anaweza kufanya, maybe ilikuwa nimeingia kanifungulia karudi kajilaza pale. Sasa akasema hivi huyu ndani tena anaingia mwanaume. Hii ndio style ambayo tunaishi. Hata huyu mwanaume huyu ndani ataona sasa haya ndio maisha gani? Yaani kwa kweli uzuri nilichofurahi madam unatufuatilia kabisa. Kila kikaa wakati mwingine tunamkuta amekaa chini, mapaji yote yako nje. Naambia funika nguo yako. Kama siku nimekuta kalala hapo dining, kalala miguu juu, wala sikumwambia maneno mengi. Nilimwambia kajilaze chumbani kwako, maana ni mimi na yeye na hakuna kitu kingine anachokifanya. Nilimwambia kajilaze chumbani kwako. Yaani vitu vingine itabidi nirudi nimwangalie huyu Asia anafananaje, maana hizo tabia hapa kituoni hatujawahi kuziona kabisa. Wakiwa hapa ni malaika, yani malaika anasubiri na wanaelewa na madaktari kabisa, mnaandika mnajifunza nini? Yani jamani, wadada wanajua kuigiza jamani. Yani hiyo unaelezea changamoto za wiki moja. Anafikiria kama ni rahisi. Wanakuja wabaya, wanakuja wazuri. Kwa hiyo hata wale wazuri hawataonekana. Hapana, wataonekana madam. Hao wazuri wanaonekana na wanafanya vizuri sana. Ndio maana hata hizi fit mimi pia ni shape. Yaani mimi ni shape na kutoka kwenu. I know wapo wazuri, lakini sasa hivi huu mchanganyiko wanatoka huko, mtu katoka huko, wanawapotezea hata sifa ya wale wazuri kuaminika tena. Unapata hofu. Hapana, tunachofanya ndio maana nasema, yani hizo drama alizofanya sisi hapa, kazi yetu ni kuhakikisha tunawachuja, na the only way tutawachuja ni kuhakikisha wanapokuja huko tunakuwa tunafuatilia kwa karibu. Yani wewe ukiona kitu ambacho hakiko sawa, kwa sababu ushakuwa na experience ya wadada wazuri, unawajua, huna sababu ya kuvumilia. Yani wewe umekaa umetolerate upumbavu na ujinga ambao hukutakiwa. Wewe utakiwa tu tupigie simu useme jamani, huyu dada mlioniletea safari hii sio kabisa. Umeona? Yani kabla hata yeye mwenyewe hajaamua kuondoka, maana hapo mpaka yeye mwenyewe kajiondokea. Sasa kwa nini ulikuwa unasubiria hizo stress zote? Kwa hiyo wadada wabovu wakifika kwenye mradi wetu hapa wanajitahidi kutuigizia, na madaftari wameshika, wanaandika, wanavaa kwa heshima, wana adabu, wanyenyekevu, wanatupigia hadi magoti. Yani unakuta wanasalimia kwa kupiga magoti. Unajiuliza hivi huyu mtu hizi heshima ni za kweli? Lakini tutajua tu. Mungu anijalie nifunge kamera. Nitakuwa nawatumia matukio. Kwa kweli ututumie tu. Jana hiyo baada ya hiyo issue kunisusia, akawa ameenda chumbani amejifungia. Baadaye ilifika saa 10 akatoka. Nikamuuliza unafanya nini? Nikamwambia hamna kitu nafanya. Nikamwambia chukua hivi viazi tutapika chips. Akavitoka akamenya. Sasa cha kuchekesha ambacho kilikuwa mimi nikasema huyu binti ni drama queen. Amempigia shoga yake ambao walikuwa wote hapo. Anaanza kumwambia nimempigia Dakila, kaniambia atarudia saa 10. Loud speaker niko hapo na yeye. Ni kwamba anataka taarifa niipate. Nimempigia Dakila, ameniambia atarudia saa 10 lakini naona hajanirudia. Eti nimeambiwa nikitaka kuondoka nitoe shilingi 45 si shilingi 50. Acheka. Sikumpatiliza Dajo, sikuongea. Sikumjibu chochote.